Karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi, natumaini uko poa kabisa. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenye ikulu ya White House Marekani kuzungumzia mpango wa kuweza kusitisha vita vya Gaza ambavyo vinazidi kuwatesa raia wa Palestina. Sasa walizungumza na waandishi wa habari, wakaweka mambo mengi bayana, lakini vile vile wakazungumzia vipengele 20 vya mpango huo wa amani wa Trump kwa Gaza, ambapo Israel kupitia waziri mkuu Benjamin Netanyahu wameweza kukubali. Taarifa inasema kwamba ikulu ya White House imewasilisha mapendekezo 20 ambayo inadai yanaweza kuleta kusitishwa kwa haraka kwa vita vya Israel dhidi ya Gaza, vita ambavyo tayari vimeua zaidi ya Wapalestina 66,000 na kuiacha Gaza ikiwa katika hali ya uharibifu mkubwa. Kwa mujibu wa mpango huo, iwapo pande zote mbili zitaukubali, vita vitasitishwa mara moja, mateka waliopo Gaza hai au waliokufa watarejeshwa ndani ya masaa 72 na wafungwa wa Kipalestina wataachiwa. Ukanda wa Gaza utatawaliwa kwa muda na serikali ya kiufundi ya Palestina bila ushiriki wa Hamas na Israel haita. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu tayari amekubali mpango huo wa rais wa Marekani Donald Trump, lakini afisa wa Hamas Mahmoud Madawi ameliambia shirika la Al Jazeera kwamba bado hawajapokea mpango huo kwa maandishi. Vipengele hivyo 20 vya mpango wa amani wa Trump kwa Gaza ni hivi hapa mtazamaji kwa mtiririko. Kipengele cha kwanza, Gaza itakuwa eneo lisilo na itikadi kali na lisilo tishio kwa majirani zake. Lakini kipengele cha pili ni kwamba Gaza itajengwa upya kwa manufaa ya watu wake ambao wamepitia mateso ya kutosha. Kipengele cha tatu ni vita vitasitishwa mara moja pande zote zikikubaliana, na Israel itaondoa mstari uliokubaliwa wa kujiandaa kwa ajili ya kuachia mateka. Operesheni zote za kijeshi zikiwemo mashambulizi ya anga na mizinga zitasimamishwa. Kipengele cha 4, ndani ya saa 72 tangu Israel ikubali waziwazi, mateka wote hai au wafu watarudishwa. Kipengele cha 5, baada ya mateka wote kurejeshwa, Israel itaachia wafungwa 250 wa kifungo cha maisha pamoja na Wapalestina 1700 waliokamatwa baada ya Oktoba 7 mwaka 2023, wakiwemo wanawake na watoto wote waliokamatwa. Kwa kila Mwisraeli aliyeuawa na kujeruhiwa, Israel itatoa miili ya Palestina 15 waliokufa. Kipengele cha 6, wanachama wa Hamas watakaokubali kuishi kwa amani na kukabidhi silaha zao watapewa msamaha. Wale wanaotaka kuondoka Gaza watapewa usalama wa kusafiri kuelekea nchi zitakazowapokea. Kipengele cha 7, msaada wa kibinadamu utaanza kuingia mara moja Gaza baada ya mpango kukubaliwa, ukihusisha maji, umeme, hospitali, mashine za kuondoa vifusi na kufungua barabara na vifaa muhimu vingine. Kipengele cha 8, usambazaji wa msaada utafanywa na Umoja wa Mataifa, shirika la Hilali Nyekundu na taasisi nyingine za kimataifa zisizohusiana na upande wowote. Mpaka wa Rafah utafunguliwa kwa mchakato wa makubaliano ya Januari 19, 2025. Kipengele cha 9, Gaza itatawaliwa kwa muda na serikali ya kiufundi ya Kipalestina yenye wataalamu wa ndani na wa kimataifa, ikisimamiwa na chombo kipya cha kimataifa kiitwacho Bodi ya Amani. Chombo hiki kitaongozwa na Rais Donald Trump na kitasimamia ujenzi upya wa huduma hadi mamlaka ya Palestina itakapofanyiwa marekebisho na kuweza kurejesha udhibiti. Wengine watakaojiunga ni pamoja na wanasiasa wa kimataifa, akiwemo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair. Kipengele cha 10, mpango wa kiuchumi wa Trump kuijenga Gaza utaundwa na jopo la wataalamu waliounda miji ya kisasa katika Mashariki ya Kati. Lengo ni kuunda ajira, fursa na matumaini kwa watu wa Gaza. Kipengele cha 11, eneo maalum la kiuchumi Special Economic Zone litaanzishwa na mikataba ya ushuru nafuu itajadiliwa na nchi zitakazoshiriki. Kipengele cha 12, hakutakuwa na kulazimishwa watu kuondoka Gaza. Walioko watatiwa moyo kubaki na kushiriki katika kujenga maisha bora. Wanaotaka kuondoka watakuwa huru kufanya hivyo na pia huru kurudi. Kipengele cha 13, Hamas na makundi mengine hawatashiriki kwenye uchaguzi wa Gaza kwa namna yoyote. Miundombinu ya kijeshi kama handaki na viwanda vya silaha vitaharibiwa na kujengwa tena na haitajengwa tena. Kipengele cha 14 ni mchakato wa kumaliza silaha utasimamiwa na wachunguzi wa kimataifa, ukiwemo mpango wa kimataifa wa kununua silaha na kuwasaidia wanachama wa makundi kujumuika tena katika maisha ya kiraia. Kipengele cha 15,
Nchi washirika wa kikanda watatoa dhamana kuhakikisha Hamas na makundi mengine wanatii makubaliano na kwamba Gaza mpya haitakuwa tishio. Kipengele cha 15 ni Marekani itashirikiana na washirika wa Kiarabu na kimataifa kuunda jeshi la muda la kimataifa la utulivu ISF litakalowekwa mara moja Gaza. ISF itafundisha na kusaidia vikosi vya polisi wa Kipalestina na ushauri wa Jordan na Misri. Pia litasaidia kulinda mipaka na kudhibiti uingizaji wa silaha haramu. Kipengele cha 17 ni Israel haitatawala wala kutoa Gaza. Kadri ISF itakavyoimarisha udhibiti, jeshi la Israel litaondoka hatua kwa hatua, likikabidhi maeneo kwa ISF hadi pale litakapojiondoa kabisa, isipokuwa ukanda mdogo wa usalama utakaodumu mpaka Gaza iwe salama dhidi ya vitisho vipya. Kipengele cha 18, ikiwa Hamas itakataa au kucheleweshwa mpango, msaada na maendeleo yaliyotajwa yataendelea kwenye maeneo salama yaliyokwisha kabidhiwa na Israel kwa ISF. Kipengele cha 19, mchakato wa mazungumzo ya kidini utaanzishwa ukihimiza maelewano, kuvumiliana na faida za amani kati ya Palestina na Israel. Kipengele cha 20, baada ya maendeleo ya Gaza na marekebisho ya PA, hali inaweza kuwekwa kwa ajili ya njia ya kuelekea kujitawala na kuwa taifa kamili la Wapalestina, jambo ambalo Marekani inaliona kama ndoto ya watu wa Palestina. Marekani pia itaanzisha mazungumzo kati ya Israel na Wapalestina ili kuweka dira ya kisiasa ya kuishi kwa amani na ustawi. Mwisho wa vipengele hivyo 20 vya rais wa Marekani Donald Trump kwa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, ukilenga zaidi kutafuta mpango wa amani, ambapo sasa waziri mkuu wa Israel tayari amekwisha kubali mpango huu moja kwa moja wa kuweza kusitishwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza. Lakini vile vile Hamas bado wamesema hawajapokea mpango huu kwa njia ya maandishi ili waweze kuangalia vipengele hivyo 20 na mwisho wa siku wakae chini kuweza kukubaliana kusitisha kwa mapigano. Hatua hizi zinafuatia kile kikao ambacho cha Umoja wa Mataifa kwenye baraza kuu hilo la Umoja wa Mataifa, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alihutubia kwenye mkutano huo na akaweka nadhiri kwamba atakwenda kuzungumza na Trump. Baada ya kuzungumza na Trump atakuja kutoa mwafaka kamili. Na Trump kwenye hotuba yake amemshukuru sana rais wa Marekani Donald Trump kwa kusema kwamba amekuwa ni mtu ambaye ameisaidia Israel, ni mtu ambaye mnyenyekevu kwa taifa la Israel, ni kiongozi bora kwenye harakati zote ambazo Israel inazipitia. Lakini Netanyahu jana alikuwa mpole na kukubali pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump na kutoa vipengele 20 ambavyo sasa pande zote zikikubaliana mapema sana vipengele hivi vitaanza kutekelezwa kwa haraka kabisa ili kuweza kuwanusuru watu wa Gaza. Mtazamaji, kuna mambo mengi sana utakwenda kufahamu dhidi ya taarifa hii, lakini nimekusogezea kwanza kile ambacho kimetokea kwenye ikulu ya White House, mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Benjamin Netanyahu walipokuwa wakizungumza na waandishi wa habari. Mtazamaji, salia nasi kila siku hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.